Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshuhudia utiaji wa saini baina ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na benki ya CRDB mkataba wa mkopo wa shilingi milioni 240 kwa ajili ya ujenzi wa skuli 23 za kisasa za ghorofa hapa nchini. Hafla hii imefanyika Ikulu ambapo CRDB imewakilishwa na mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Abdulmajid Nsekela na serikali mwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Nchi, Afisi ya Rais, Fedha na Mipango, Juma Malik Akili. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema mkataba huo ni hatua kubwa uliofikiwa na Zanzibar kuweza kupata fedha nyingi za mkopo kupitia benki za ndani ya nchi. Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa mkopo huo wa euro milioni 79 sawa na shilingi bilioni 240 utafanikisha ujenzi wa skuli za ghorofa 23 katika maeneo yenye mahitaji ya skuli Unguja na Pemba. Dr. Mwinyi amesema kwa mara ya kwanza Zanzibar imeweza kukopa fedha kupitia benki za ndani, jambo ambalo halikuwezekana tangu mapinduzi yalipofanyika mwaka 1964. Nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Wizara ya Fedha na vile vile kwa PDB na vile vile kwa CRDB kwa kukamilisha zoezi hili. Ndugu zangu, wengine mnaweza mkawa hamtambui umuhimu wa zoezi hili. Hili zoezi lina umuhimu mkubwa kwa sababu tokea tupate uhuru, tokea baada ya mapinduzi, njia za kupata fedha za miradi yetu ya maendeleo zilikuwa za aina mbili tu. Aidha fedha hizo zitokane na bajeti yetu ya serikali au fedha hizo zitokane na mkopo uliodhaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Njia hizi mbili zimetusaidia kwa kipindi kikubwa na kwa sehemu kubwa miradi mingi imefanyika. Lakini tumeona kwa spidi yetu ya kutaka kuleta maendeleo, njia hizi mbili hazitoshi. Lazima tutafute njia mbadala. Sasa kama mlivyoshuhudia, njia ya kwanza mbadala ni ile tulioifanya juzi ya Sukuk. Ndani ya Sukuk ile tumepata bilioni 381. Hapo kuna miradi mingi sana itafanyika. Lakini njia mbadala nyingine ni hii ya leo, ambayo kwa mara ya kwanza katika historia yetu Zanzibar sasa inaweza kukopa fedha kutoka nje ya nchi kupitia katika benki za ndani. Naye afisa mtendaji mkuu wa benki ya CRDB Abdulmajid Musa Nsekela amesema benki hiyo inajivunia ushirikishwaji wa wadau unaofanywa na SMZ katika safari yake ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati yenye tija, kuelezea mkopo kuwa ni chachu wa maendeleo ya Zanzibar. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kuwa na sisi siku ya leo muhimu ambayo tunaweka historia, ambako benki ya CRDB na kushirikiana na benki ya Deutsche Bank Germany tumeweza kufanikisha mkopo wa muda mrefu kwa hela za Tanzania bilioni 240 au unaweza kusema kwa euro milioni 79.6. Mkopo huu ni wa muda mrefu wa miaka 12, lakini una lengo kubwa zaidi kujenga shule za orofa ambazo zitakuwa ni shule 23. Lakini shule hizi zitakuwa na kila kitu cha kisasa, kuanzia madarasa, vifaa vya wanafunzi, vyoo vya kisasa, maabara ya kisasa, maktaba za kisasa, na ndio mwelekeo ambao tumekuwa tukiona Zanzibar. Huu mkopo ni mkopo nafuu sana ambao riba yake ni ndogo sana, chini ya 5%. Kwa kawaida mikopo unafahamu kwamba inakuwa ni gharama, lakini utaratibu ambao umefanyika ni utaratibu ambao unaleta fedha za muda mrefu lakini zinapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo tunajivunia sana CRDB kwa kuweza kukutana na wenzetu wa Deutsche Bank kufanikisha mikopo hii. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, huu ni ubunifu kubwa sana. Ni ubunifu ambao Mheshimiwa Rais tutabidi tumpongeze yeye kwa sababu amelibuni, amelianzisha, na katika mjadala awali alitupa changamoto na challenge. Na yeye akaonyesha kwamba kabisa pamoja kwamba ni kiongozi wa kitaifa, lakini vile anajua sana
mambo ya kibenki. Kwa hiyo tunajivunia sana kwamba ubunifu huu umeendana sambamba na mipango yetu ya CRDB kwa kuleta maendeleo kushirikiana. Kawaida ni kwamba serikali ya Mapinduzi Zanzibar ina uwezo wa kukopa kupitia benki za nchini kwa taratibu, na kama alivyoeleza Mheshimiwa Rais kwamba walikuwa na njia nyingi za kupata fedha za miradi. Moja, kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mkopo wa Jamhuri, lakini pili kwa mapato ya ndani. Lakini tatu, hili benki ya CRDB sasa ndo anasimamia mkopo huu, anawezesha kupatikana kwa fedha hizi kwa kuikopesha benki serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Nini maana yake? Benki ya Deutsche Bank inafanya kazi na CRDB, na sisi kama CRDB tunasimamia utekelezaji na tunatoa assurance kwa Deutsche Bank kama mkopo utaulipa kulingana na taratibu zilizokuwepo. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba kwanza imani kubwa ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuamini benki za ndani kwamba za kusimamia jambo hili, lakini pili, wadau wa maendeleo wa nje ya nchi ambao ni benki ya Deutsche Bank kuiamini CRDB kwamba pamoja na utekelezaji wa mradi huu fedha hizi zitatumika kwa weledi, kwa mustakabali wa madhumuni sahihi na utalipa kwa wakati. Kwa hiyo kama alivyosema, benki ya CRDB ndio inasimamia utekelezaji, upatikanaji wa fedha hizi, lakini nyuma yake kuna benki ya Deutsche Bank ambayo imetoa asilimia kubwa ya fedha, asilimia 85, na sisi tumetoa asilimia 15. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, ameeleza kuwa matumaini ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar ifikapo Januari 2026 skuli nyingi zitaanza kutumika kwa mkupuo mmoja. Kweli usopingika, kwa muda mrefu tumekuwa na changamoto ya wingi wa wanafunzi katika skuli nyingi za serikali. Na mara nyingi serikali tukifanya tathmini kwa nini mara nyingi skuli binafsi zilikuwa zinafanya vizuri over skuli za serikali, kitu kimoja tulichoona ni kuwa miundombinu ya skuli yetu wanafunzi walikuwa ni wengi, walimu wanazidiwa, pamoja na kazi nzuri ambazo wamekuwa wakifanya walimu katika skuli za serikali, lakini wingi wa wanafunzi ulikuwa ni kikwazo. Mpango huu ambao amekuja nao Mheshimiwa Rais tangu ingie serikali yake ya awamu ya 8 ya kuhakikisha inaboresha miundombinu ili kupunguza changamoto. Hii ni hatua nyingine. Mmeshahudia ndani ya miaka yake hii 4 tumeshajenga gorofa 36 katika maeneo mbalimbali. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha Zanzibar inaingia single shift. Na ndio maana mkiangalia ndani ya bajeti ya mwaka huu 2024-2025 tumefanyia ukarabati maskuli mengi makongwe, tumeongeza skuli nyingi katika maeneo ambalo kuna wanafunzi wengi na hakuhitajiki gorofa. Kwa sababu kuna baadhi ya vijiji ukijenga gorofa ni changamoto, wanafunzi ambao wako haiwezi kujaza, tumejenga skuli za chini. Lakini mpango wa kujenga gorofa hizi 23 katika project hii ya magorofa ilikuwa ndani ya bajeti ya mwaka huu, na in fact uanzaji wa project hii umeanza kwa sababu tayari zilikuweko kampuni zenye uwezo kubwa ambazo zilionyesha interest kufanya kazi na serikali, na wao ndio walikuwa paunia mbali na nia ya serikali kuhakikisha kwa inatafuta fedha. Wao walikuwa miongoni ambao walisema sisi tutakujengeeni na tutakutafutieni fedha tukishirikiana na nyinyi serikali ili tuweze kupata kitu ambacho ni raha. Mkopo huu ni mkopo nafuu, 70% ndio tunalipa, 30% ni grant, lakini kama ambavyo nimesema tunalipa ndani ya miaka 5. Kwa hiyo mkandarasi huyu ambaye tayari ameshaanza kazi kwa muda mrefu, ikiwa mnakumbuka tulienda kuzindua skuli ya Fuoni ambayo iko pale tumejenga barabarani, ambayo imetumia teknolojia ya kisasa, wanasema prefabricate technology. Kwa hiyo kwenye viwanda vyake tayari, kwa sababu ni kampuni kubwa duniani ambayo imekuwa ikifanya miradi kama hii ya maendeleo katika nchi mbalimbali ikiwemo Togo, Zimbabwe na Zambia, tayari ameshatengeneza material ya ujenzi wa skuli hizo 23. Ambacho tulikuwa tunasubiri ni kusaini mkataba kwa kifedha ili makontena ya vifaa vile vifike, na ujenzi wake unakuwa hauzidi miezi 6 miezi 8 anapokuepo site. Kwa ni matumaini yetu sisi kama serikali ifikapo January mwaka 2026 skuli nyingi tutaanza kuzitumia kutokana na mradi huu, kwa sababu tayari vifaa vipo. Anakuja hapa anachimba tu foundation yake ile na anaotesha foundation msingi ambao uko imara, anapanga yale mabloki kwa ajili ya skuli kukamilika. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online